12 hadi 13. Jipandieni katika haki, vuneni kwa fadhili, uchimbueni udongo wa mashamba yenu, kwa maana wakati umewadia wa kumtafuta Bwana, hata atakapokuja na kuwanyeshea haki. Mmelima dhuluma, mmevuna uovu, mmekula matunda ya uongo, kwa maana uliitumainia njia yako na wingi wa mashujaa wako. Na hili ndilo neno la Bwana. Galatia mlango wa 6 kifungu cha kwanza hadi cha 10. Ndugu zangu, mtu akighafilika katika kosa lolote, nyinyi mlio wa roho mrejesheni upya mtu kama hivyo kwa roho ya upole, ukijiangalia nafsi yako usije ukajaribiwa wewe mwenyewe. Mchukuliane mizigo na kuitimiza hiyo sheria ya Kristo. Maana mtu akijiona kuwa ni kitu naye si kitu, ajidanganya nafsi yake. Lakini kila mtu na aipime kazi yake mwenyewe, ndipo atakapokuwa na sababu ya kujisifu ndani ya nafsi yake tu, wala si kwa wenzake. Maana kila mtu atajichukulia furushi lake mwenyewe. Mwanafunzi na amshirikishe mkufunzi wake katika mema yote. Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa roho, katika roho atavuna uzima wa milele. Tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia moyo. Kwa hivyo kadri tutakavyo nafsi ya kuwatendea watu wote mema, na hasa jamaa ya waaminio. Hilo ndilo neno la Bwana. Mwenyezi Mungu na Baba yetu uliye juu mbinguni, tuko mbele zako majira haya na masaa kama haya, ewe Mfalme. Tunanyenyekea mbele zako Bwana, tunashuka ukainuliwe. Tunapungua Baba, ukazidi kuongezeka maishani mwetu Baba, maana tunajua hakuna mwingine, ni wewe tu Mwenyezi Mungu. Kwa mbele zako imefikia wakati mwingine tena Baba, napata kusikia kutoka kwako, ewe Mungu ishe na kutawala. Tuko mbele zako, tunanyenyekea, tunajiachilia mbele zako, tunajipeana na kujikabidhi mwako mikononi, ewe Mwenyezi Mungu. Ama Bwana ukafungue masikio yetu ya nje hata na ndani, ewe Baba yangu. Fungua hata na mioyo yetu, ewe Mwenyezi Mungu, ili Baba unaponena nasi Baba yangu, tupate ku understand your word, a mighty living King of glory, na likamee mizizi ndani ya moyo yetu na maisha yetu Jehova. Acha neno la siku ya leo Baba likazae matunda ndani yetu Bwana. Hata neno la siku ya leo Jehova likabadilishe maisha yetu Baba. Hata neno la siku ya leo ewe Mfalme likafanye mambo ya ajabu maishani mwetu, ewe Mwenyezi Mungu. Nami ni mtumwa wako Baba, niko mbele ya watumishi wako ewe Mwenyezi Mungu. Seti mimi ninafaa mbele zako, seti mimi ni mzuri mbele zako ewe Mwenyezi Mungu. Nimejaa mapungufu mengi na unyonge mwingi ewe Mwenyezi Mungu. Niko mbele zako ni kama chombo tu ewe Baba yangu. Nitumie kama jinsi upendavyo Bwana. Nikalika Roho yako mwema na Roho yako Mtakatifu akazidi kunitumia kama jinsi inavyokupendeza Bwana. Nenda ukafunge maneno yangu na ukanene mausia yako ewe Jehova Nisi. Himidiwa pewa sifa Mwenyezi Mungu, maana hakuna mwingine kama wewe. Na kwa Yesu Kristo tumeomba hata na kuamini. Naomba tuangalie mtu mmoja ambaye afama ama mkulima. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapoongea kuhusu mkulima ama afama, tunajua kazi ya ukulima ni nini. Kama wewe umeamua ni kuwa mkulima, una make sure uko na shamba, unatayarisha, na baada ya hapo
ya kupanda ama kufanya kitu chochote, kuna mazao utapata baadaye. Bwana Yesu asifiwe. So nilikuwa ninaketi na tafakari nikitazama kazi ya mkulima. Jina la Bwana lipewe sifa. Na nikaona mkulima wakati anapotaka kupanda shambani, kitu cha kwanza ako na shamba. Shamba hilo najua amelitayarisha tayari kwa kwenda kupanda. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni mkulima ameweka mbolea, ametayarisha shamba lake. Sasa imefika wakati wa upanzi. Praise God. Na inapofika wakati wa upanzi, wakati anapotaka kupanda, kitu ya kwanza ataangalia hiyo mbegu anaenda kupanda. Bwana Yesu asifiwe. Na anapoenda kupanda hiyo mbegu, hachukui mbegu yoyote. Anaangalia ile mbegu nzuri. Jina la Bwana lipewe sifa. Hakuna vile ataenda kununua ama akonazo nyumbani. Definitely yenye atachukua kwenda kupanda, atachagua ile mbegu nzuri. Maana anajua hiyo mbegu nzuri atakayochukua itamletea mazao mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati amechukua ile mbegu hafifu ama ile mbegu yenye inakaa tu haiko vizuri, matokeo yake hayatakuwa mazuri. Bwana Yesu asifiwe. So kitu cha kwanza anaangalia mbegu, the seed yenye anaenda kupanda. Lazima ikue mbegu nzuri ambayo mwisho wa siku ama baada ya upanzi atapata mavuno mazuri. Jina la Bwana lipewe sifa. Na hapo anapopanda, anapochagua mbegu, kitu cha pili ataangalia ni ukubwa wa shamba. Bwana Yesu asifiwe. Maana kitu cha kwanza anapopanda mahali padogo, hata tarajia avune mahindi nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Kama amepanda eka 5, obviously atavuna kiasi cha hiyo eka 5. Kama eka 5 inapata magunia kama 20 na amepanda hiyo eka 5, hiyo magunia ndio atapata. Lakini kuna mwenye amepanda eka 10, labda anapata magunia ngapi? 40. So lazima angalie ukubwa wa upanzi pia. Kuna venye atapanda mahali padogo na tarajie avune kitu kikubwa. Unavuna kulingana na vile alivyopanda. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu wengine, wakati amepanda hayo mahindi ama wakati amepanda huo mmea wake, kuna wakati paka akuje kuvuna, kuna hapo vipindi katikati. Lazima angalie shamba lake vizuri. Na kitu ya pili ni kwamba wakati mwingine kuna kiangazi sana paka anaona kukata tamaa. Anashindwa, je, nitavuna haya mahindi? Wakati mwingine anatarajia mvua hainyeshi. Ama sometimes mvua inakuwa nyingi sana paka unaona kana kwamba inaenda kuharibu nini? Zile mimea. Lakini hata kata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Anaendelea kwenda shambani akingoja Mungu ama akiomba Mungu kwamba atavuna vizuri. Lakini wakati amekata tamaa, na labda wakati amekata tamaa, hapo ndo Mungu labda analeta mvua. Yeye anasema hiyo mahindi mimi naachana nayo, sitashughulikia. Wakati amekata tamaa ndo mvua inanyesha, mahindi anaachana, hatapata mavuno. Lakini kuna yule wakati wa kiangazi anaendelea kuangalia mimea zake. Wakati kuwe na mvua nyingi anajipa tumaini, lakini mwishowe si atavuna. Lakini mwenye amekata tamaa katikati akachana nayo, atavuna mahindi kweli? Ama hata kama hatavuna ningatavuna ile kwa uchache. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. So hapo pia lazima akuwe na subra ndo apate yale mavuno mengi. Bwana Yesu asifiwe. Tumesomewa neno letu leo. Nita based on Galatia 6:1 hadi 10. Lakini naomba ninukuu mstari mchache ambapo tunaanza 6 mpaka hapo 8. Inasema hivi: mwanafunzi na mshirikishe mkufunzi wake katika mema yote. Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi. Kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa roho, katika roho atavuna uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunaenda tuangalia principle of sowing and reaping. Bwana Yesu asifiwe. Kanuni za kuvuna kile unachopanda. Bwana Yesu asifiwe.
Na tunapoongea about principle of sowing and reaping, inamaanisha kwamba yale matendo unayofanya ama yale maamuzi unayochukua sasa ama kile unachosema, hayo ndiyo mbegu. Bwana Yesu asifiwe. That is the seed. Hiyo ni mbegu unayopanda. Matendo hiyo mazuri, hiyo mabaya, hiyo ndio mbegu unajipandia. Bwana Yesu asifiwe. Na majibu yake lazima utafanya nini? Utayapata. Jina la Bwana lipewe sifa. So, matendo yetu, mambo tunayoongea, vitu tunazofanya, hizo ndio mbegu tunazopanda. Na wakati tunapanda hizo mbegu zote, ujue kuna kuvuna. Maana mkulima anapopanda, anajua lazima kuna nini? Kuna mavuno. So the actions we take now, hiyo ndo mavuno yetu tutayapata nini? Baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Na principle ya kwanza yenye tunaenda kuongea ninasema kwamba you will reap what you sow. Bwana Yesu asifiwe. Ani tutavuna kile tunachopanda. Jina la Bwana lipewe sifa. Jina la Bwana lipewe sifa. You will reap what you sow. That is principle number 1. Na ninapoongea hivi ni kwamba mkulima wakati anapanda mwembe tuseme, by the end of the day ama by the end of that period, anatarajia kuvuna ndizi. Atavuna nini? Maembe. Akipanda mahindi, anajua hiyo period ikiisha, hatavuna maragwe. Atavuna hiyo mahindi aliyopanda. Bwana Yesu asifiwe. So the same applied to us. Wakati unapanda upendo kwa wengine, huo upendo lazima utakuja kuvuna baadaye. Jina la Bwana lipewe sifa. Wakati unapanda chuki kwa wengine ama kwa mwenzako, ujue hiyo chuki unayopanda, hiyo lazima utakuja kuvuna. Jina la Bwana lipewe sifa. Decision unafanya sahihi, zikuwe positive or negative, tarajia majibu yake lazima utayapata. Inaweza chukua muda lakini jibu lazima utapata. It's like that farmer. Anapopanda mahindi anajua after 6 months ama after 3 months atavuna mahindi. Ataenda shambani atarajia avune maharagwe, hapana. Atavuna hiyo mahindi aliyopanda. Jina la Bwana lipewe sifa. So, ni Mungu atusaidie. Our actions, our words and our decision we make. Ujue kuanzia sasa kenye utapanda ama kenye utasema, kenye utaongea, hiyo kizuri wala kibaya, tarajia mavuno baadaye. Bwana Yesu asifiwe. So good actions leads to positive results, while the bad actions lead to negative consequences. Bwana Yesu asifiwe. So lazima tuwe makini tena sana. Hapa tuko kanisani. Kila siku tunahubiriwa, tunaambiwa tuache hivi, tufanye hivi. Acheni hivi, tufanye hivi. Sometimes inaweza kuwa ni mtu ameongea but si yeye, sometimes ni Mungu amemtumia kuongea. Bwana Yesu asifiwe. So when we disobey kile Mungu anatuelekeza, do you expect us tuvune blessings? Hatutavuna baraka. Wakati tumekataa kutii mambo ya Mungu ama kufuata mambo ya Mungu, alafu mwisho tarajia upate baraka kutoka kwa huyo Mungu usioheshimu mambo yake, tutapata baraka kweli? Tutavuna uharibifu. Lakini wakati tumechagua kutii Mungu, kufuata mambo yake na kunyenyekea mbele zake na kumwabudu kama vile mchungaji alivyosema, kwa roho na kweli, pasipo anything attached, tarajia blessing from God. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati we go astray to the word of God, wakati tunaenda kando na matarajio ya Mungu venye Mungu anatarajia, hakuna blessing tutapata. Jina la Bwana lipewe sifa. So ni Mungu atusaidie tena sana sana tena sana. Unapovuna ukarimu utapata huo ukarimu. Unapopanda masengenyo utavuna hayo masengenyo. Bwana Yesu asifiwe. Unapopanda chuki, hiyo chuki ndio utavuna. Hakuna venye utapanda chuki alafu tarajie watu wakupende. Hapana. Hiyo chuki itakufuata. Na wakati umepanda upendo, unanyesha huyu upendo, unanyesha huyu upendo, unanyesha huyu upendo. Hata wenyewe wanasema, na huyu anapenda watu sana.
Unatarajia watu wakuchukie? Hawatakuchukia. Ile upendo unaopanda kwa watu, kwa mioyo za watu, hiyo upendo lazima itakurudia. Bwana Yesu asifiwe. So, ni mimi na wewe tujitahidi tena sana. Tupande mbegu nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapopanda mbegu nzuri, tutavuna mema. Lakini tunapopanda mabaya, tutavuna nini? Mabaya. So that is the first principle. You reap what you sow. Principle ya pili inasema kwamba you will reap in different season than you sow. Bwana Yesu asifiwe. Yaani utapanda kweli, lakini utavuna wakati mwingine. Ama you will reap later than you sow. Bwana Yesu asifiwe. So there is a delay between sowing a seed and the time of the harvest. Bwana Yesu asifiwe. Wakati umepanda upendo leo, utatarajia kesho tayari upendo ukufuate. Bwana Yesu asifiwe. Kuna muda hapo. So you cannot expect an immediate reward or consequences of your actions. Jina la Bwana lipewe sifa. Hata mkulima mwenyewe, kama kwetu tunapopanda, kwetu tuko huko mlimani, tukipanda mahindi mwezi wa 6 ama wa 7, tarajia kuvuna Disemba. Angalia hizo miezi. Sasa tunaona hapo kuna pira. Hakuna venye nitapanda mwezi wa 6 na mwezi wa 7 nivune. Hiyo haiendi. Lazima kuna wakati. Jina la Bwana lipewe sifa. So, harvesting requires patience and the timing is not always in our control. Bwana Yesu asifiwe. So wewe sasa unatendea watu wema, unatarajia wema tayari kufanyike hapo. Hapana. Jipe muda. Ile wema utatenda inakuwa kama hakiba. Bwana Yesu asifiwe. Ama huu upendo unaweka kwa watu, hiyo ni kama hakiba yako. Kuna siku ya upendo itakurejelea. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati unapopanda chuki, hiyo chuki itakurejelea. Haitakuja hiyo on the spot. Utapewa time. Jina la Bwana lipewe sifa. Kama yule mkulima anaposubiri mpaka siku ya mavuno, hapo lazima kuna time. Si ndio? Na ukiangalia sometimes pia sisi tukipanda maragwe na mahindi, kuna different time. Maragwe utavuna, mahindi utayaacha ngoje season yake. Kwa maana tunasema will reap later. Bwana Yesu asifiwe. So, ni sisi tujitahidi tena sana. Wakati tunapofanya mema, wakati tunapopanda mema, wakati tunapopanda pia mabaya, it's require patience and perseverance. As results take time to grow. Bwana Yesu asifiwe. The same crop we reap quickly, others take a long time. But don't be deceived, their season will come. Bwana Yesu asifiwe. Maana sometimes tunaweza kweli, kama wale watu wanayopanda uzuri ama wanayopanda mema, kuna wakati wanasema mimi natendea watu mema. Kuna siku kweli nitakuja tendewa mema pia mimi. Siku itafika na wema utakufuata. Bwana Yesu asifiwe. So, hata uchukue mwaka gani ama uchukue miezi migani, lazima utakuja vuna. Jina la Bwana lipewe sifa. Hata ichukue muda gani, ile ulipopanda, lazima kuna siku itafika utavuna. Jina la Bwana lipewe sifa. So ni sisi tukue makini na tujiangalie sana kenye tunapanda. Maana muda utafika. Ichukue miaka, ichukue miezi. Wanasema niliwagonganisha wale. Acha niwaache waone kwenye utafanyika. Wewe uko tu unatembea, unafurahia, lakini ile siku itafika utavuna tu. Utagonganisha, watagombana, watafanya nini? Utatembea, utazunguka. Sawa, wewe unafurahia, lakini siku itafika utakapovuna. Bwana Yesu asifiwe. So that is guaranteed. Muda utafika utavuna. No matter how long it take. Season itafika utafanya nini? Utavuna. Bwana Yesu asifiwe. So tujitahidi sana na tukue makini sana. And principle number 3 yenye tunaenda kuongea ni kwamba about reaping and sowing. You reap more than you sow. Bwana Yesu asifiwe. That is, the harvest is always a multiplication of what was sown. You reap more than you sow. And tunatoa mfano kwamba one seed moja ama mbegu moja can produce a plant
that yields many more seeds. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nachukua mbegu moja ya avocado. Ni moja tu. Ama kuna watu wanapandaga 5 kwa pamoja. You can't. Mimi nichukua mbegu moja ya avocado. Nikaenda nikaipanda, ikamea, nikatransfer, nikaenda nikapanda, mpaka ikafanya nini? Ikakua. Wakati imekuwa na imetoa maua mpaka imetoa hizo matunda, inakutoga tunda moja. Ulipanda moja lakini unaweza kuvuna magunia 5 ya avocado. Same applies to maembe. Same applies to mahindi. Hilo shina moja umepanda la mahindi, naweza jaza ile mkebe wa kilo 2 ikajaa. Jina la Bwana lipewe sifa. So hiyo mbegu moja unayopanda, hiyo moja tu unayopanda, utavuna nyingi sana. Praise God. Naweza onyesha upendo mmoja tu na upendo wote ukanifuata. Nikienda mahali kila mtu naona ananipenda. Ni ile mbegu moja niliyopanda. Kumuonyesha tu upendo. This is my sister, nikamuonyesha love. Hiyo upendo niliomuonyesha akafurahia, akasema msichana ameonyesha upendo. Mahali popote ninapoenda, naweza enda mahali hata sijulikani, lakini naona tu watu wananipenda. Because of that love I planted. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nimepanda hatred na nikaweka chuki na nikaenda, naweza enda mahali watu wakanichukia tu. Na hiyo inakujaga nyingi. Ndio nasema unapanda mmoja lakini hiyo inakuwa loud. Huyu hatumpendi. Na ni mtu mmoja ulimtendea tu, lakini nikaenda huko, huyu naye ngoja kufanya nini? Huyu naye hatumpendi. Huyu hatumtaki. Sasa kila mahali. Bwana Yesu asifiwe. So unapanda kitu kimoja tu, lakini sometimes unaonyesha ukarimu kwa mtu mmoja na huu ukarimu unakufuata. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Sasa unapanda mbegu moja lakini unavuna nyingi. So unaweza onyesha upendo kidogo tu, lakini wewe upendo ukakufuata kila mahali uendapo. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza panda chuki na hiyo chuki ikakufuata tena vibaya mpaka ukajichukia maishani mwako. So the results of one action can harvest a multiplied effect, whether positive or negative. That's why nitoa mfano kama mkulima. Anapopanda mbegu hafifu, mahindi yake yatamea kweli, lakini hatakuwa hafifu. Anapopanda mbegu nzuri, atavuna vizuri tena sana. Bwana Yesu asifiwe. Hata yule mkulima wakati anapanda pale shambani, anatarajia kuvuna nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna venye anapanda, anasema napanda tu lakini najua naweza vuna ama nisivuna. Lakini anajua hizo tembe 2 za marago amepanda hapo, najua atapata marago nyingi sana. Jina la Bwana lipewe sifa. So the same applies to us. Wakati tunapopanda, tarajia upendo mwingi ukufuate kama tunapanda upendo. Wakati tunapanda mabaya, tarajia ubaya mwingi ukufuate. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunapanda ukarimu, utatufuata huo ukarimu. Wakati unapanda vita kwa wengine, nazo zitakunukia kama hivi. Zitapiga hata wenye walikuwa wanakupenda watakunukia. Maana ni ile vita ulipanda kwa mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unapanda farakano kwa familia ama wapi, kumbuka na wewe pia itakufuata. Msururo wenyewe hili mpaka washindwa ni nini, lakini ni ile moja tu ulipanda. Bwana Yesu asifiwe. So a small decision to do either good or bad reaps are much bigger. Bwana Yesu asifiwe. So when we plant love, we will get more love. Jina la Bwana lipewe sifa. Acha tusome Luka mtakatifu mlango wa 6 kuanzia kifungu cha 38. Inasema hivi: wapeni watu vitu nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwa hata kumwagika. Ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu. Kwa kuwa kipimo kile mpimiacho ndicho mtakachopimiwa. Bwana Yesu asifiwe. Imesema kwamba wapeni watu vitu nyinyi
nanyi mtapewa. Kipimo cha kujaa na kufanya nini? Kushindiliwa. So wakati umepeana kitu, tarajia kupata tena cha kufanya nini? Cha kushindiliwa. Sasa imagine kinashindiliwa lakini si kizuri, ni kibaya, kitakuaje? Tena nasema kujaa, kushindiliwa na kusukwa hata kumwagika ndicho watu watakacho wapa vifuani mwenu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunasema unapanda kidogo lakini utavuna nyingi. You reap more than you sow. Bwana Yesu asifiwe. So usitarajie wakati umepanda ubaya, huo ubaya ujae usuko paka umwagike. Utakuwa ubaya gani? Sasa hiyo ni wakati wako sasa. Si utakuwa mbaya sana. Afadhali upande upendo. Maana hiyo nayo utafurahia na utakuwa na maisha mazuri. Bwana Yesu asifiwe. So ni tujitahidi tena sana. Tusije tukafanya maamuzi kidogo tu, moja tu, cost the whole of our lives. Bwana Yesu asifiwe. Neno moja tu ulisema kidogo tu, lisije likaribu kila kitu. Jina la Bwana lipewe sifa. So ni kuwe makini sana. Maamuzi yenye tunafanya maishani mwetu, maneno yenye tunaongea, na chochote tunachofanya katika maisha tunayoishi, tuwe makini na tujitahidi. Mungu azidi kutusaidia. Maana kitu kidogo kama kinaweza mea hiyo nini yote. Imagine sasa tukipanda hizo vitu zote vizuri, uzuri utaturegelea. Lakini hapo tunapopanda mabaya, imagine ubaya wote utakuregelea. Bwana Yesu asifiwe. So ni Mungu atusaidie na atuwezeshe. Tuwe tunapanda mbegu nzuri, ndio tuvune mambo mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Najua hakuna mwenye anapenda kuvuna mabaya. Ama kuna mtu anapenda kuvuna ubaya? Hapana. Sote tunataka kuvuna mambo mema. Sasa basi, kama tunataka kuvuna mambo mazuri, ama tunataka kuvuna mingi, ni kuwe makini, tupande mbegu nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapopanda mbegu nzuri, hakika tutafurahia maisha. Praise God. And principle number 4, you will reap in proportion to what you sow. Bwana Yesu asifiwe. So the amount of our harvest is directly related to the amount we have planted. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nikawapa mfano wa mkulima. Wakati amepanda hii sehemu peke yake na mwenzake amepanda kuanzia hapa paka Kongea ndogo, nani atavuna nyingi? Yeye amepanda hii sehemu kama hapa kanisani peke yake. So a farmer who sows a large field will have a larger harvest than the one who sows a small one. Bwana Yesu asifiwe. And the more good you do, the more good you likely to receive. Bwana Yesu asifiwe. So wakati unapotenda mema, kutenda mema, na utavuna mema mengi sana, utavuna. Bwana Yesu asifiwe. Acha tusome Wakorintho wa pili mlango wa 9 kifungu cha 6. Kinasema hivi: lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazimisho, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi na base on verse 6 imesema hivi: lakini nasema neno hili, apandaye kwa haba atavuna haba. Bwana Yesu asifiwe. Haba ni kidogo. So wakati unapopanda hiyo kidogo, hiyo ndio utavuna hiyo kidogo ilichopanda. Na maana nimewapea mfano mimi na mama. Lakini yule anayevuna ukarimu atavuna kwa karimu. So ile unapopanda kwa wingi na utavuna kwa wingi. Unapopanda kwa uchache na utavuna kwa uchache. So kama uko na uwezo, tupande tena sana. Bwana Yesu asifiwe. Tupande kwa wingi, tupande mambo mazuri, tupande mambo mema.
Bwana Yesu asifiwe. Na tunapopanda mambo mazuri, mazuri mengi yatatufuata. Tunapopanda mabaya, mabaya mengi yatafanya nini? Yatatufuata. But mimi naomba tupande mambo mazuri. Jina la Bwana lipewe sifa. Maana anapopanda kwa uhaba atavuna nini? Haba. Na apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Jina la Bwana lipewe sifa. So tujitahidi tupande kadri tunavyoweza, lakini zaidi sana tupande kwa wingi tena sana. Maana huo wingi tunaopanda tutavuna kwa wingi. Jina la Bwana lipewe sifa. And principle number 5 nasema hivi, you must persevere to reap the full harvest. Persevere ni kama kuvumilia. Bwana Yesu asifiwe. In order to reap the full harvest, ama ile wakati unataka kupata mavuno yote kamili, you need to persevere. We should not give up. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa sana sana, okay, evil can come and harvest on its way, but good requires continual efforts and perseverance. Bwana Yesu asifiwe. Ubaya, mtu akitenda ubaya wajua hajali. Anatenda na anaenda tu, ile hajali. Lakini wale watu wakutenda mema ama uzuri, unatenda uzuri, mwingine anakuja na kutendea ubaya. Unatenda uzuri, mwingine anakuja na kutendea ubaya. Unajaribu, mwingine anakuja anatenda kingine kibaya tena. Unatakana kufanya nini? Mwingine anafika katikati anasema, nimetendea uzuri mpaka nimechoka. Hapa nimefika, acha nikuwe mbaya sasa. Sasa tuseme umefika katikati, ukafika katikati ukaanza kutenda mabaya. Mavuno yatakuwa mazuri ama mabaya? Utapata ile mavuno yote, maana ulianza vizuri. So inahitaji nini? Patience and perseverance, uvumilivu. We should not give up. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ninaambia kama yule mkulima, wakati mwingine kuna kiangazi kikali, mahindi kwa hapo anaona hii sio nikitoboa, lakini katikati hapo Mungu analeta neema, analeta mvua, mahindi anachipuka tena, anaendelea. Baadaye atapata mavuno yote. Ama mwingine anayaacha huko yanamea na magugu pamoja, atapata harvest nzuri, maana aligive up, asema hii mahindi acha niachane nayo, sioni nikifanya vizuri. Lakini kwa neema ya Mungu zikamea hivyo hivyo, lakini mavuno atapata kweli, lakini hatakuwa mavuno mazuri. Bwana Yesu asifiwe. So to receive the full benefit of your good deeds, we must not give up. When it becomes difficult, we should not give up. Tusikate tamaa. Wewe endelea na huo wema wako, utavuna baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Endelea na huo upendo, utavuna baadaye. Tusikate tamaa. Maana kweli hapo utapatana na watu, maneno mengi, mambo mengi ataweka hapo katikati. Pako anashinda sasa mimi nitafanya aje? But we should not give up. Acha tungangane, maana matunda yatakuwa mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile Wathesalonike wa pili mlango wa 3 kifungu cha 13 kinasema hivi, lakini nyinyi ndugu, msikate tamaa katika kutenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia kwamba tusikate tamaa katika kutenda mema. Maana itafika wakati kweli, nikisema ubaya wao ubaya hauna shida. Wewe ukipanda ubaya hauna shida. Maana unapanda unaenda utajali. Lakini yule anayopanda mema ama yule anapanda mambo mazuri, hapo katikati anapatana na vitu nyingi za kumvunja moyo. Anapatana na vitu nyingi za kumkwaza na kumregesha nyuma. Lakini tujipe moyo, tunaambiwa tusikate tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee kutenda uzuri, tuendelee kupanda mema, na mwishowe tutavuna the full harvest. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo mema tunaendelea kupanda, tutavuna. Jina la Bwana lipewe sifa. So Mungu atusaidie sana, tukue na ule moyo wa kuvumilia, tusikate tamaa, na mwishowe tutavuna matunda mema na matunda mazuri. Hatutavuna matunda yenye hafifu, maana ingine imechomeka saidi moja, maana ingine zui imelewa na nini. Hapana.
Kama ni embe linakuja full, tena vizuri, tena healthy, tena tamu sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kupitia hapo limepitia mambo mengi sana. Bwana Yesu asifiwe. So tusikate tamaa. Ili kuvuna ile kitu kizuri ama kupata ile the full harvest, we should not give up. Praise God. Amen. And the last principle inasema kwamba we can't change the past harvest. Hatuwezi badilisha. Kuna vitu labda nilikuwa nimepanga na labda ni vibaya. Kama nishavuna tayari, nitaweza badilisha? Siwezi. Kama ni mbegu nilichagua mbaya, nitapata mahindi yangu hafifu. Vidogo, wenzangu anavuna mahindi makubwa, mimi napata vidogo. Naweza badilisha? Na tayari mavuno nishapata. Mimi mwenyewe nitaanza ku regret. Nani aliambia nikapanda hii mbegu mbaya? Jina la Bwana lipewe sifa. So hatuwezi badilisha. So yaweza kuwa umepanda ubaya ukakupata. Ukasema acha nibadilishe ubaya ukwe wema. Hakuna. Kama ulikuwa ushapanda ni hiyo ushavuna tayari. There is no way naweza badilisha. Eti ukarudi tena uanze kumana na mavuno uko nayo tayari. Sasa ni hapa inamaanisha mavuno uko nayo tayari. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna wale watu umetenda mema, umepanda wema na wema umekupata. Kuna wengine wanasema nataka sasa hapa nimetendea watu wema, kweli nimetendea wema, lakini hapa nimefika natenda ubaya. Kuna wengine hawezi tenda ubaya. Unajipata unaendelea na huo wema. Bwana Yesu asifiwe. So we cannot change the past harvest, but we can choose this year's seeds. Bwana Yesu asifiwe. So we cannot go back and change what we have already reaped from previous harvests. Bwana Yesu asifiwe. So tunaweza kuwa tumepata mavuno kweli. Ama naweza kuwa niko hapa, niko na mavuno yangu nishapata. Lakini hiyo mavuno najua labda kuna mahali nilifanya ubaya ndio ya mavuno napata. Ama kuna mahali nilifanya uzuri ndio haya mavuno nimepata. But I cannot change that. Hiyo mavuno itabaki hapo. Lakini however we can make a fresh start in the present. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapo umefika, umejua kwa hii action nilifanya ama kwa hii decision I made, hii mavuno nilipata. Labda ilikuwa positive, umepata mavuno mazuri. Kutoka hapo usigeuze, sasa endelea kupanda hiyo mazuri. Labda ulikuwa umepanda the wrong decision ama ulikuwa umepanda kitu kibaya na umevuna kibaya. Mahali umefika hapo na ukarealize nilipanda kitu kibaya. Sasa wakati unaenda kupanda, usipande hicho kibaya tena. Sasa badilisha mbegu, upande mbegu nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Kama vile mkulima hii season anaweza panda mbegu na akaona mazao hayakuwa mazuri. Akajua ni ile mbegu nilipanda haikuwa nzuri. Sasa next season akienda kupanda, atachukua the same seed. Definitely atachange. Atachukua seed nyingine which is better na anajua itamletea mavuno mazuri. Bwana Yesu asifiwe. So the same to us. Aweza kuwa some results umepata kweli ni mavuno mabaya ama ni mazuri. From hapo umepata hiyo mavuno, from that anza afresh. Kama umepata mbegu nzuri, panda tena nzuri zaidi. Jina la Bwana lipewe sifa. Kama umepata mbegu mbaya, achana na hiyo mbegu mbaya. Acha tupande mbegu nzuri. Kuanzia hapo, jina la Bwana lipewe sifa. Kama ulikuwa kazi yako ni kupanda chuki, hapa tumefika sasa. Acha tuache. Na tuanze kupanda mbegu ya upendo. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna watu kazi yao ni kupanda hatred kila mahali. So hapa tumefika, let us start afresh. Na tuanze kupanda mbegu nzuri. Jina la Bwana lipewe sifa. Na tuone kama Mungu hata tubariki. Kama wewe kazi yako ilikuwa ni kugonganisha watu, huku unagonganisha kazini, ukienda mtaani, kwa familia ukienda, kushafika mpaka kila mtu anaenda kivyake. Umegonganisha huyu na huyu, umegonganisha. Sasa from today acha tuache. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unapoenda kwa familia, be the peacemaker.
Praise God. Wakati umeenda kazini, unaposikia vitu vikiongelea vistahili, simama hapo na useme, hii yenye mnafanya si vizuri. Hii yenye mnaongea si vizuri. Acha tubadilike. Kuwa chombo chema cha kupanda upendo. Bwana Yesu asifiwe. Pale mtaani tunapoishi, kazini, pale nyumbani tunapokaa na majirani, mtaani tunapokaa, acha tukue chombo chema. Kama kazi yako ilikuwa ni kugonganisha mama hapo na masengenyo, si ndio? Si ndio kazi yetu? Tukiwa mtaani, hatuna kazi wengine, hiyo ndio kazi. Uende kwa huyu, uende kwa huyu, uende kwa huyu. Mwisho wa gongana nasema raha yako. Na kati unasikiza, nataka kiumani huko sasa. Hiyo ni mbegu gani? So kama hiyo ndio ilikuwa mbegu tunapanda huko nyumbani, hapa mtaani tunapoishi ama kwa plot, mali tunaishi. Kuanzia sasa, Mungu atusaidie. Wakati umeona wamama wakigombana, kuwa katikati, leta upendo. Praise God. Wakati unaona watu wakisengenya, simama katikati, sema hapana, hii mnafanya si vizuri. Unasema kweli nilikuwa mmoja wenu, nilikuwa nasengenya, lakini sasa hii acha tuanze kupendana. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. So, ni ombi langu ama ombi lako ama ombi letu sisi sote, tuanze fresh. Jina la Bwana lipewe sifa. Najua labda tuko na mambo tumepanda mabaya mengi tena sana, ama tumepandia wengine wakavunjika moyo, wakakata tamaa, wakasikia this world haina maana ama hii maisha haina maana. So from today, Mungu atusaidie, we start afresh. Jina la Bwana lipewe sifa. So the action we take today will determine the harvest we receive in the future. Jina la Bwana lipewe sifa. So kuanzia sasa, wakati tumeamua kutenda mema, wakati tumeamua kupanda upendo, wakati tumeamua kupanda ukarimu, to show kindness to others, hiyo sasa ndio tutakuja vuna. Bwana Yesu asifiwe. So acha tujitahidi sana kuanzia sasa. Sisi sote venye tuko hapa, Mungu atusaidie tuanze kupanda mbegu jema. Bwana Yesu asifiwe. Tupande mbegu nzuri. Maana sometimes wajajipata hapa tulipo, sometimes ni mbegu zingine tulipanda. As I conclude my sermon, naweza kuwa tunasafa kwa sababu ya mbegu mbaya tulikuwa tumepanda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini inaweza kuwa labda tunapitia mateso kwa sababu ya mbegu mbaya tulikuwa tumepanda. Jina la Bwana lipewe sifa. Sometimes unaweza kuwa unapitia chaos kwa familia, kwa ndoa, kazini, kwa biashara. Unapitia mambo mengi sana. Mpaka unashindwa what is happening to my life. Kwa nini hakuna siku nitaona mema kwangu? Hakuna kitu nitaona kitu kizuri kwangu. Inaweza kuwa labda ni mbegu tulikuwa tumepanda. Jina la Bwana lipewe sifa. But we should not give up. Jina la Bwana lipewe sifa. So ni kukaa chini, kila mmoja tukae chini, tutafakari. Tuseme Mungu kweli aweza kuwa kuna mbegu nimepanda. Aweza kuwa kuna mambo mabaya nimepanda kwa watu. Aweza kuwa kwamba maovu nimepanda kweli kwa familia. Mambo maovu nimepanda kwa marafiki zangu, mali ninaishi kazini. Lakini Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwaminifu, acha tuamue kupanda mbegu nzuri kuanzia sasa. Kama ni mambo na Mungu, acha tujitahidi. We go according to the will of God. Bwana Yesu asifiwe. Tufuate maandiko yake, tufuate neno lake na tutarip blessing. Bwana Yesu asifiwe. So God is faithful to those who walk in faith. Jina la Bwana lipewe sifa. So sasa hii tukiamua ni Mungu na kufuata mambo yake, tutapata baraka. And God blesses those who sow seeds of righteousness and obedience. Bwana Yesu asifiwe. So tunapotii neno la Mungu, tunapoenda kulingana na maandiko yake, tutarip blessing. And seed sown in obedience today will lead us to reap blessing of God in the future. Jina la Bwana lipewe sifa. So wakati tunapopanda kutii ama tunapoheshimu Mungu, hiyo ni mbegu tunayojipandia.
Wakati tunafanya mambo ya Mungu, hiyo ni mbegu tunayojipandia, na baadaye tutavuna nini? Baraka zake. Jina la Bwana lipewe sifa. So it's never too late to start sowing the right seed. Bwana Yesu asifiwe. Haujachelewa mwanzo kujihukumu. Jamani, kumbe inapitia kwa sababu ya mbegu niliyopanda. Jina la Bwana lipewe sifa. From today, let us start afresh. Na Mungu ni mwaminifu. Atatusaidia na atakuwa pamoja nasi, hatatuacha. Jina la Bwana lipewe sifa. So ni kuamua tu tuchague mbegu njema, tuchague mbegu nzuri, na Mungu aliye juu mbinguni atatusaidia. Tutavuna baraka. Baraka nyingi zitakuwa juu yetu. Upendo mwingi utatufuata, na mambo mengi mema itatufuata katika maisha yetu. Hatutakuwa na much complaints, haitakuwa na mambo mengi, kujilaumu, kujuta kwingi hatakuwa napo, maana tutakuwa tumechagua mbegu nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Acha nimalizie na mali tumesomewa Hosea mlango wa 10 kifungu cha 12 hadi 13. Inasema hivi: jipandieni katika haki, vuneni kwa fadhili, uchimbueni udongo wa mashamba yenu, kwa maana wakati umewadia wa kumfuata Bwana, hata atakapokuja na kuonyeshea haki. Mmelima dhulma, mmevuna uovu. Mmekula matunda ya uongo, kwa maana ulitumainia njia yako na wingi wa mashujaa wako. Bwana Yesu asifiwe. Uovu. So tujitahidi tusipande hiyo dhulma, tusipande uovu, tusipande chuki, tupande mambo mazuri. Jina la Bwana lipewe sifa. So ni sisi wenyewe kama nilivyosema, wakati umewadia sasa, we start afresh. Jina la Bwana lipewe sifa. Tuanze upya in this journey of salvation. Najua tumepanda mengi maovu, tumepanda mengi hayampendezi Mungu, tumepanda mengi kwa wengine, lakini Mungu ni mwaminifu. Mungu anaweza. Tumesema hapa tumefika, tunaweka kikomo sasa. Kama umekuwa ukipanda mema, acha hiyo mbegu unayopanda tena, upande mema zaidi. Kama umekuwa ukipanda upendo, endelea kupanda upendo zaidi. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini kama ulikuwa ukipanda chuki, eka kikomo na ukapande mbegu mema. Bwana Yesu asifiwe. Kama ulikuwa ukipanda fitina, eka hapo kikomo na chagua kupanda mbegu nzuri. Kama ulikuwa ukipanda uongo, eka kikomo kuanzia leo. Tuweke kikomo na tukapande mbegu njema. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni dhulma ulikuwa ukipanda, acha tuachane nayo. Tuchague mbegu nzuri. Let's say it's another season sasa. Hii season nyingine acha tuseme imepita. From today we are going to start another season. Kama yule mkulima anapopanda anavuna, akingoja msimu mwingine wa kupanda. Na sisi acha ikuwe leo ni msimu mwingine wa kupanda. Na kuanzia leo acha tuchague kupanda mbegu nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Acha tuchague mbegu nzuri ambayo inazaa matunda mema, si matunda ya uovu. Jina la Bwana lipewe sifa. Asante Baba yangu, maana wewe ni Mungu. Tunakushukuru maana umetukumbatia. Asante kwa kutukaribisha tena kama yule mwana mpotevu. Asante kwa kuturegesha Baba, maana unatupenda Jehova. Unatupenda Jehova. Maana hata Bwana ulitupenda mwanzo hata kabla hujakupenda Jehova Nishi. Maana Bwana ukatufia msalabani, ukatoa mwana wako wa pekee Bwana kwa ajili yetu. You showed love to us Jehova. Na kweli Mungu unatupenda, na tunazidi kushuhudia upendo wako Bwana. Tunakushukuru Masia, tunakupenda maana unastahili. Himidiwa Bwana, pewa sifa maana wewe ni Mungu Bwana.
acha neno hili Bwana likamee mizizi katika maisha yetu. Acha neno hili Bwana likadumu maishani mwetu. Acha neno hili Jehova Nasi lisitoke katika mioyo yetu Bwana, na baada ya hapa Bwana tukaone matunda mema. Baada ya hapa Bwana tukavune matunda mema. Jehova, tunakushukuru, tunakuinua kwa kunena nasi. Asante kwa kutuelekeza, asante kwa kutuonya, asante kwa kuturegesha Bwana, na asante Jehova Nisi, maana hujakubali tupotee kabisa Bwana. Uko pamoja nasi. Endelea kutushika mkono kama watumishi Bwana, endelea kutushika mkono kama kanisa Bwana, endelea kutuongoza na kutuelekeza Bwana kwa kila jambo na kwa kila hatua Bwana. Uko pamoja nasi, usituache Jehova Nisi. Asante Baba yangu, asante King of Glory. Pokea sifa, pokea na utukufu, maana unastahili. Kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Nashukuru